ninafungua malango ya mwezi huu kwa ajili ya maliziano ya kitaifa. Siku ya Jumapili ya tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026, wakati wa ibada ya kinabii yenye mlengo wa unabii mzito kuhusu nchi na sadaka ya amani, mpako mafuta wa Bwana MWB James Onea akiwa katika hali ya kuliombea taifa hili alitoa unabii mzito kuhusu kufunguka kwa mlango wa maridhiano ya kitaifa nchini Tanzania. Na haya ndiyo yalikuwa maneno na maombi ya unabii huo. Lakini Baba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, ninatamka ya kwamba na ya kuwa taifa hili litatulia. Kuta za taifa hili zitatulia. Nyumba ndani ya taifa hili zitastawi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba, ninatamka kwa mamlaka na kwa nguvu ya jina la Yesu, tarehe 7 mwezi wa 7 kutakuwa na shwari kuu katika taifa hili. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba, ninatamka kwa kinywa hiki ambacho kimekuwa registered in heaven and the heavenly places, that in the mighty name of Jesus, mwezi wa 7, Bwana, hakutokuwa na uovu wala umwagaji damu ndani ya taifa hili. Lakini ninatabiri kinyume chake ya kwamba ninafungua malango ya mwezi huu kwa ajili ya maliziano ya kitaifa. Ya kwamba ninafungua malango ya mwezi huu kwa ajili ya maliziano ya kitaifa. In the name of Jesus. Basi mtu wa Mungu, ikiwa ni siku 4 tu baada ya mtumishi wa Bwana MWB James Onea kutoa unabii huo, tumeshuhudia utimilifu wa neno hilo la unabii sehemu ya kwanza. Kwani siku ya Alhamisi ya tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2026 kumetokea tukio la maridhiano ya kisiasa kati ya vyama vikuu vya Zanzibar, yaani Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo, yalifikiwa rasmi baada ya viongozi wa pande hizo mbili kusaini tamko la pamoja. Tamko hilo limesomwa Ikulu Zanzibar na Katibu Mkuu Kiongozi Mansur Amos Kassim mbele ya viongozi wa serikali, viongozi wa dini na wawakilishi wa vyama vya siasa. Katika eneo la utiaji saini kushuhudia hatua hii kwa upande wa Chama cha Mapinduzi. Naomba tupige makofi mengi. Hafla hiyo pia ilihudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye naye alisema ya kuwa staha na maridhiano si udhaifu, bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Ni ishara kwamba viongozi wanaweza kutofautiana kwa hoja, lakini wakakubaliana katika mambo ya msingi ya uendeshaji wa nchi, kujali maslahi na ustawi wa wananchi na nchi kwa ujumla. Mwelekeo huu wa kiungwana tulioshuhudia leo unafungua ukurasa mwingine katika kuimarisha umoja, amani, utulivu na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Hakika jitihada hizi zinapaswa kuendelezwa na kuenziwa. Hakika huu ni utimilifu wa unabii wa kiwango cha juu sana kitaifa, na hii ni sehemu ya kwanza utimilifu wa neno hili la unabii. Sasa tunangoja utimilifu wa unabii huu sehemu ya pili, kwa kuona maridhiano ya kitaifa upande wa Tanzania bara.